BMP TV Professional Update. Habari za wakati huu mtazamaji wetu mpendwa, karibu sana kwenye BMP TV Online, sauti yako ya ukweli kutoka moyo wa Afrika. Ni mimi Bila Pengo Ulua. Tunakupongeza na kushukuru kwa kuendelea kutufuatilia kila siku kupitia mitandao yetu ya kijamii. Asante sana kwa uaminifu wenu na endeleeni kutuunga mkono. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kubonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu mpya mara tu zinapotoka. Ratiba yetu ya matangazo ya habari kutoka hapa BMP TV Online, tunawaletea taarifa kamili za habari kwa kila siku kwenye nyakati zifuatazo: saa 12 asubuhi kwa majira ya Afrika Mashariki, hii ni sawa na saa 11 asubuhi kwa majira ya Afrika ya Kati; saa 4 asubuhi Afrika Mashariki ni saa 3 asubuhi Afrika ya Kati; saa 8 mchana Afrika Mashariki ni saa 7 mchana Afrika ya Kati; saa 12 jioni Afrika Mashariki ni saa 11 jioni Afrika ya Kati. Leo Ijumaa tarehe 24 Oktoba 2025. Na sasa tuende moja kwa moja kwenye muhtasari wa habari za leo. DRC Goma. Jeshi la Taifa la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC limetoa ujumbe rasmi mkali kwa raia na watu wanaoshirikiana kwa njia yoyote ile na makundi ya waasi, hususan kundi la M23. Ujumbe huo unaonyesha mchanganyiko wa onyo kwa wahalifu na wito wa urejeo kwa wale waliopotea njia. Sehemu zenu na mishahara yenu ipo iwapo wataamua kurudi kujiunga na jeshi la serikali. Kunayo na mengineyo, baki nasi ili kupata kile kinachojiri katika nchi ya Kidemokrasia ya Kongo na dunia nzima kwa ujumla. Habari kamili. DRC. Katika taarifa yake kwa umma iliyorekodiwa kwa ajili ya kusomwa kwenye vyombo vya habari na kuonyeshwa kwenye video, msemaji wa FARDC alisema kuwa serikali na jeshi vinakumbuka wajibu wao wa kulinda raia na uhuru wa nchi. Alisisitiza kuwa ushirikiano na waasi, iwe kwa kifedha, kutoa taarifa za kijeshi, kuhifadhi au kuwasaidia kwa njia nyingine, ni uhalifu unaokiuka sheria za kitaifa na umaarufu wa taifa. Msemaji alibainisha mambo yafuatayo: onyo kali: wale wote wanaobainika kushirikiana na M23 wanatafutwa na kuadhibiwa kisheria. Jeshi alitawasamehe wale watakayoendelea uhalifu dhidi ya wananchi na taifa. Urejesho na nafasi za kazi: kwa wale waliowahi kuwa wanajeshi wa FARDC na waliotoka kwenye ngazi rasmi, jeshi linafanya maandalizi ya kupokea wanaorejea kwa mujibu wa taratibu. Sehemu zao ndani ya jeshi na mishahara yao bado zinabaki, na hatua za kisheria pamoja na ukaguzi wa usalama zitafanywa kabla ya kurejeshwa rasmi katika nafasi za kazi. Ushauri na usaidizi wa urekebishaji. Ndugu mpenzi mtazamaji wa BMP TV Online, shuhudia kile alichokiongea msemaji wa jeshi la taifa la FARDC. Ujumbe kwa majeshi walioshikwa mateka na waasi wa AFC M23. Majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inakumbusha kwa wanajeshi wote walioshikwa mateka au kwa wale waliopotea Goma na Bukavu na kushikwa mateka na waasi wa AFC M23 na washirika wao, muko na mtabaki wanajeshi wa FARDC. Mulipewa mafunzo kwa kukinga nchi yetu hadi mwisho wa maisha dhidi ya adui huyo. Musiwape njia hata kamwe kwa ahadi mbaya wanaokuwa nayo kwa kugawanya nchi yetu, kwa kuwatumikisha kwa njia ya uongo. Wanapenda kuwafanya watumwa dhidi ya ndugu zenu kwa manufaa au faida yao. Mateso ambayo mumedumu nayo dhidi ya watenda maovu wao yanaweza kuongeza imani yenu ya kupambana nao, kutetea udhalifu wa mipaka ya nchi yetu na kulinda wananchi wetu. Hiyo inapaswa kuwa kwenu mmoja wa msingi wa kujiaminia, kujisifu, uzalendo na uaminifu wa nchi. Itakuwa aibu leo kwenu kuenda umbalimbali na kiapo chenu kwa ajili ya nchi, na mulisema kwamba ni marufuku kusaliti nchi yetu na kuigeuzia mtutu raia wenu ama jeshi lenu. Kwa hiyo nchi yetu
na vizazi ambao vitakao kuja baada yetu havitawahurumia hata kamwe. Kumbukeni kwamba mateso ambao mulioyapata na damu ya wenzenu ambayo AFC M23 walioimwanga ni ushahidi wenu. Fanyeni inawezekana ili murudi nyumbani kama gisi wamoja kati yenu walifanya. Geuzieni huyo adui mtutu, jitengeni naye na rudieni kwenye FRDC. Fuateni mfano wa wenzenu ambao CICR iliwatosha ndani ya kambi ya MONUSCO Pagoma na wale wengine ambao walikimbia mateso ya AFC M23. Nafasi yenu ingali na ipo katika jeshi la taifa na mshahara wenu inaendelea kuchungwa hadi sasa. Mumeombwa kufanya iwezekanayo ili kurudilia nchi ya mababu zetu. Ushauri na usaidizi wa urekebishaji. Jeshi limeanzisha utaratibu wa kukagua waliorejea kwa ajili ya urekebishaji wa kijeshi na kijamii, ikijumuisha tathmini ya usalama, mafunzo ya kurejea kazini na usaidizi wa kimsingi kwa ajili ya kuajiriwa tena. Mchakato wa kuripoti na kujitokeza. Watu wote wanaotaka kurejea wanahimizwa kujitokeza kwa kamanda wa jeshi wa eneo lao, vituo vya polisi au kupitia ofisi za ulinzi zilizopo karibu nao. Wanataja vitambulisho vyao na wanapatiwa mchakato wa uhakiki ili kuhakikisha usalama wa kijamii. Uhamasisho kwa jamii. FARDC inawaomba viongozi wa jamii, viongozi wa dini, mashirika ya kiraia na mashirika ya kibinadamu kuunga mkono juhudi hizi za kurejesha amani kwa kuwasaidia katika mchakato wa utangamano wa wale watakaoacha upanga na kurudi kwa maisha ya kiraia au ya kijasiri. Ripoti za uhalifu. Jamii inahimizwa kutoa taarifa kwa vyombo vya usalama vinavyofanya kazi katika mikoa yao mara tu wanapogundua ishara za ushirikiano kati ya raia na waasi. Ulinzi wa shafudi wa taarifa utazingatiwa kulingana na utaratibu wa usalama wa kitaifa. Msemaji wa FARDC: tuna mlango wa kurekebisha kwa wale waliopotea. Rudi upande wa taifa, sehemu yako ipo, mishahara yako bado inakusubiri, na tutakuweka chini ya ukaguzi wa usalama kabla ya kurudishwa rasmi. Lakini kwa wale watakaoendelea kusaliti nchi yao, sheria itafanya kazi bila huruma. Tumejizatiti kulinda ardhi na watu wa Kongo. Maelezo ya kiutengenezaji jinsi ya kufanya kazi ya urejeshaji. 1. Kujitokeza rasmi. Mtu anayechagua kurejea atahitajika kujitokeza kwa kamanda wa eneo au tukio la FARDC, polisi kilicho karibu naye. 2. Uhakiki wa usalama. Baada ya kujitokeza atapitiwa kwa ukaguzi wa usalama. Lengo ni kutathmini taarifa za usalama kabla ya kurejeshwa. 3. Marejesho ya kijeshi au urejeshaji wa kiraia. Kulingana na matokeo ya ukaguzi, mtu anaweza kurejea rasmi katika nafasi yake ya zamani ndani ya jeshi au kupewa mpango wa kuingizwa tena au kusaidiwa kurejea maisha ya kiraia. 4. Msaada wa kijamii na kitaalamu. Programu za mafunzo, ushauri wa kisaikolojia na uwezeshaji wa kuanzisha maisha ya amani zitapatikana ili kusaidia kujenga mustakabali wa muda mrefu. 5. Ufuatiliaji. Matawi ya usalama yatashirikiana na mamlaka za kiserikali na mashirika yanahusika kuhakikisha kuwa urejesho ni salama na wa kudumu. Ndugu mpenzi mtazamaji wa BMP TV Online, tunahitimisha taarifa yetu ya habari kutoka katika nchi ya kidemokrasia ya Kongo. FARDC imemaliza ujumbe wake kwa wito wa wazi: amani ni jukumu la wote. Jeshi linaahidi kulinda jamii, kuchunguza na kuchukua hatua dhidi ya wahalifu, lakini pia kumenyuka mikono mwa wale wanaochagua kurejea na kushiriki katika ujenzi wa taifa lenye amani. Na hivi ndivyo tunafunga ukurasa wetu wa habari kutoka hapa BMP TV Online. Endelea kuwa nasi kwa vipindi vingine vinavyofuata. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare na comment ili uwe kwanza kupata update zetu zenye uhakika na zenye kuaminika zaidi. Kwa niaba ya timu nzima utayarishaji, ni mimi Bila Pengo Olua. Zingatia muda wa taarifa zetu kutoka hapa BMP TV Online. Tukutane saa 12 alfajiri majira ya Afrika Mashariki. BMP TV Professional Update.